Naam, swali zuri. Umetawadha ama kuoga kipindi cha baridi, maji unayo, ukaenda ukatawadha au ukaoga. Kama ni kutawadha, manake vile viungo vya kutawadha vimefikiwa na maji, maji yako ya moto unayo machache. Isivyo bahati, baada ya kumaliza kutawadha na maji mmalizika, kuona kuna sehemu imebaki haijafikwa na maji, ima wakati wa kuoga ambao inapaswa mwili mzima ufikwe na maji, ama wakati wa kutawadha ambapo yapaswa viungo vinavyooshwa vifikwe na maji, na maji ndio ushamaliza hivyo. Je, naweza nikamalizia kwa kutayamam? Hukumu yake ile, kama ni kutawadha kote kushaharibika, kubatilika. Kama ni kuoga kote kumeharibika. Kama tulivyosema kule nyuma kwamba ikitokea umetawadha, baada ya kutawadha ukakuta sehemu ya mguu wako kuna sehemu ikufikwa maji, hukumu yake nini? Tulisema unaanza upya sio? Kwa hiyo na hili sasa utaenda, badala ya kutawadha utakwenda kwenye kutayamam. Hali kadhalika hivyo hivyo, umetawadha lakini kuna sehemu maji haijafika, unaangalia maji sehemu fulani haijafika vizuri na maji yameisha, hakuna maji kabisa, manake hukumu yako ile kutawadha hakukusihi, kuliharibika kote, kwa hukumu yako utaenda kutayamam. Kwa hiyo hapo Sheikh utatayamam na haitohesabika umeoga ama umetawadha, utaanza upya kabisa kwa hukumu nyingine ya kutayamam, kwa hukumu ile ya kukosekanwa kwa maji. Ndio umekosa hapo. Sasa hapo hukumu itakuwa ni nyingine tena. Hapo kama ni maji ya moto ndio yalikuwa machache na hakuna njia ya kuchemsha mengine, hukumu yako ni ile ya kutayamam, kwa sababu ya kuhofia kutumia maji kwa madhara yatakukuta. Tafsiri yake ndio hiyo, kwamba mtu mwenye janaba hukumu yake ni kuoga, akapata dharura kati ya zile tatu ambazo zinampasa atumie maji, atayamam badala ya maji, nazo kukosekanwa kwa maji ama maradhi ambayo akitumia maji basi atachelewa kupona au atamuongezea maradhi au madhara mengine, au kuhofia kwamba nikitumia maji huna maradhi, kuhofia nikitumia maji nitadhurika. Kwa hiyo ukao na janaba, hukumu yake wewe utatayamam na tayari ni sawa na kuoga, wala hakuna shaka yoyote. Ukitawadha, ukitaka unuie mawili yote kwa pamoja, inawezekana pia. Safisha viungo vyako vizuri na nini, kisha nuia kutayamam kwa ajili ya kuoga na hapo hapo kwa ajili ya kutawadha. Huwezi kufanya mara mbili. Jambo lile lile sawa sana na ile kuoga. Unaweza kunuia kuoga mpaka kutawadha. Kuchunga tu ni kwamba usifanye jambo ambalo litapelekea kutenguka kwa udhu, kugusa sehemu za siri, kutoka na upepo na kadhalika. Kwa hiyo utanuia moja kwa moja yote mawili kwa wakati mmoja. Kwa maana wewe umeamka na janaba asubuhi, maji hakuna, una dharura ya kutotumia maji, unatayamam na tayari hapo nia yako ni kutayamam kwa ajili ya kuoga na kutawadha, unaweza kuswali. Tafsiri yake sio unatayamam ya kwanza hii ni kwa ajili ya kuoga, ya pili hii ni kwa ajili ya kunini, ya kutawadha. Hapana. Na umeeleweka Unakadiria tu. Wewe vile hapa kosekani vumbi, wewe utapiga ukutani, hata ndani unaweza kupiga ukutani, unakadiria hapa kuna vumbi basi. Wamekubaliana wanazuoni kwamba hivi vyombo vya usafiri vyote ni sehemu ya ardhi wanasema. Kwa hiyo wewe utapiga kama kwenye ukuta wa nyumbani kwako, ama kwenye ukuta wa usafiri wa treni au wa meli au basi au chombo kingine cha usafiri, unapiga hapo mara moja, unatayamam, tayari umepata udhu wako. Allahu a'lam. Njia zote mbili, unaanza uso kisha unafatia mikono yako, kama aya ilivyosema, famsahu biwujuhikum wa aidiakum minhu, panguseni nyuso zenu, ikaanza nyuso na pia na mikono yenu kutokana na huo nini, udongo au mchanga. Kwa hiyo aya iko wazi, imebainisha hilo katika kuzungumzia. Kwa hiyo unaanza vile vile uso, unafuatia mkono.
kama Allah alivyoanza katika aya hiyo ambayo ni aya ya 6 ya suratul Maida, sura ya 5, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, panguseni nyuso zenu na mikono yenu kutokana huo changa. Nimesema kuna aina mbili kwa maana moja ni pigo moja pap, unapangusa uso wako na mikono yako, ndio aina ya kwanza. Aina ya pili, baadhi ya wanazuoni, pigo moja pap, unapangusa uso wako, kisha la pili pap, unapangusa mikono yako. Naam, haitakiwi maji, unasema kwamba viungo takao vioshe, sio? Haitakiwi maji kwa sababu ya maradhi, sio? Njia yote unayotumia kujisafishia itakubalika, sababu kwanza vile viungo vina hukumu nyingine ya kunini, ya kustajmar. Tulisoma kule kwenye istijmar, kutumia mbadala wa maji, ambao lile halina ulazima kwa kuna udhuru, ni hiari. Tukasema kuna ngazi 3. Kutumia maji ndio ngazi bora, au unasema tuanzie chini huko, kutumia istijmar, kutumia mbadala wa maji, toilet paper, sijui mawe na vitu vinginevyo. Njia ya kwanza inaruhusiwa hata kama maji yapo. Njia ya pili ni kutumia maji, ni bora hii. Njia ya tatu ni kutumia vyote viwili. Unaanza ile kutumia toilet paper, unafuatia maji, ambayo ni bora zaidi. Kwa hiyo njia zipo zingine za kujisafisha kwa kupitia vitu vingine. Kwa hiyo utajisafisha sasa, na mtu ambaye ameenda haja, maji hakuna, jisafisha kwa kama ni chochote kile anatumia. Baada hapo utaenda kwenye kutayamam kwa ajili ya kuoga au kutawadha, jisafisha kama kawaida. Na tutaona ziada ya mazungumzo hayo katika mlango unaofuata ambao ni mlango wa an-najasat, masuala ya najisi. Tutaona namna ya kuondosha najisi. Maki hapo ni hiyo masuala ya kuondosha najisi. Naam. Tayeb. Kesho insha Allah tutaingia mlango muhimu sana, na ni mlango wa an-najasatu wa kaifiyatu tathhiriha, najisi na jinsi ya kuziondosha ama kuzitoharisha najisi hizo. Tutaona maana ya najisi katika lugha na sheria, tutaona aina mbalimbali za najisi na pia jinsi ya kujitoharisha najisi hizo, kuondokana nazo. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.